بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1447 katika darasa ya tafsir al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, باذن الله تعالى tajaribu leo kumalizia tafsiri ya sura al-Buruj, na tulikuwa tumefikia aya 15. يقول الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أي صاحب العرش العظيم. الله سبحانه وتعالى ndiye mwenye kiti cha enzi. Kiti hicho ambacho ni kiumbe kikubwa kabisa kuliko kiumbe chochote kingine. الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي. katika ukubwa wake arshi Allah subhanahu wa ta'ala imeenea mbingu zote na ardhi, bali na kiti cha Allah subhanahu wa ta'ala. فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض. mfano wa kiti kursi katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mfano wa coin, ile shilingi ndogo iliyotupwa katika ardhi ya jangwa. Ile nafasi inayochukua katika ardhi ya jangwa bila shaka ni ndogo sana. Sasa ukipimisha na ardhi yote na kile kilichowekwa katika kichuma kidogo kile, ndio mfano wa kursi na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namna arshi ilivyokuwa kubwa, mfano wake anaupiga ni kama coin ndogo hivi, shilingi ndogo imerushwa katika ardhi ya jangwa. Ile nafasi inayochukua ndio sehemu katika arshi ya Allah, kupima kile kishilingi kidogo na ardhi yote. Ndio arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyokuwa kubwa kuliko kursi. Na kiti cha Allah subhanahu wa ta'ala, kursi, Allah subhanahu wa ta'ala kikieleza katika kitabu chake yasema: wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Kwa ikiwa kursi ukipima na mbingu na ardhi, kiti hicho kimeenea mbingu na ardhi, hii arshi itakuwa kubwa kiasi gani? Hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na muumba mwenyewe atakuwaje subhanahu wa ta'ala. قال: وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى. na Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha hapa kuitaja arshi kwa sababu ya ukubwa wake na kuwa ndiyo kiumbe kilichokuwa zaidi karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kiumbe chochote kingine. Allah subhanahu wa ta'ala kataja katika kitabu chake Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Kwa hamuna juu ya arshi chochote kingine katika viumbe. Baada ya arshi yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndio kiumbe kilichokuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام السعدي رحمه الله:
وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش. na hii ni ikiwa tutasoma kwa kuweka kasra chini ya al-majid, iwe dhul arshi al-majidi, itakuwa al-majid ni sifa ya arsh. qala wa amma ala qira'ati ar-raf'i, ama tukisoma kwa rafa tukasema dhul arshi al-majid kwa dhamma, fa innahu yakunu na'tan lillah, itakuwa al-majid ni sifa nani? ya Allah subhanahu wa ta'ala. na hapa maana itabadilika. wal majdu sa'atu al-awsaf wa 'azamatuha, al-majdu ni ukunjufu wa sifa, yule aliye na sifa nzuri nyingi, aliye na sifa tukufu nyingi, al-majid subhanahu wa ta'ala. na katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala al-majid. fa'alun lima yurid, atendaye ayatakayo subhanahu wa ta'ala. mahma arada shay'an fa'alahu, idha arada shay'an qala lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala kile anachokitaka atakifanya. Anapotaka chochote hukiambia kun fayakun, kuwa kikawa. na kuna msemo mara nyingi utawasikia watu wakiusema sana, na mara nyingi makhurafi ndio wasema sana. utawasikia sema amruhu baina al-kafi wan-nun, baina al-kafi wan-nun, si baina al-kafi wan-nun. amruhu ba'da an-nun, sema baina al-kafi wan-nun, katikati ya kafu na nun. kun fayakun, baada ya ile nun tu kun, hapo amri yake Allah subhanahu wa ta'ala yao. kalamhi al-basari au huwa aqrab, kama upepesi wa macho bali zaidi, karibu zaidi subhanahu wa ta'ala. kwa hiyo akiliambia jambo liwe, litakuwa hakuna anayeweza kulizuia. subhanallah. ikiwa mtu aitakidi kuwa ana Mola aliyemuumba ambaye ni fa'alu lima yurid, afanya anachokitaka, akisema kun, kile kitu chawa kama alivyotaka yeye subhanahu wa ta'ala, vipi aende kwa mwingine si kwa Allah subhanahu wa ta'ala? kwa nini aende kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ana Mola wake mlezi anayemfanyia anachokitaka? akimuomba, akiliambia jambo kuwa lawa, enda kwa kiumbe dhaifu kama yeye, amuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. qala walaysa ahadun fa'alan lima yurid illa Allah, na hakuna mtu anayeweza kufanya anachokitaka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن المخلوقات لو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع. kiumbe kikitaka kufanya jambo lazima katika kile au yale matakwa yake apate msaidizi na apate wa kumlinda katika lile jambo lake alifanya. wallahu la muawina liiradatihi wala mumani'a lahu mimma arad. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kumsaidia mwanadamu, la budda liiradatiha min muawin wa mumani', lakini Allah subhanahu wa ta'ala la muawin liiradatihi wala mumani'a lahu mimma arada. hahitaji msaada yoyote katika kufanya kile anachokitaka, bali hakuna anayeweza kuzuia kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kiwe. hii itikadi ukiwa nao katika moyo wako uishi na raha kabisa.
ya kuondoa hofu ya kuogopa chochote katika viumbe. وهكذا صاحب التوحيد, mtu anemtambua Allah subhanahu wa ta'ala aishi na raha. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiwalea masahaba wake. Kijana mdogo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka bi shay'in illa qad katabahu Allah alayk. Katika manfaa hakuna anayeweza kukunufaisha wewe isipokuwa kile ambacho Allah tayari ameandika kitakupata. Katika manfaa kitakupata, kadhalika katika madhara hakuna kinachoweza kukupata wewe katika madhara isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekiandika kitakupata. Kwa nini ujishughulishe na wanadamu, ukaogopa huyu ukamwogopa yule? Moyo wako ufunganisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mweza wa kila kitu, fa'alu lima yurid subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika vitendo vyake anavyovifanya ambavyo ni dalili ya wazi juu ya ukweli wa yale waliokuja nao mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Faqal: hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud, je, zimekufikia wewe habari za majeshi makubwa? Leo kuna nchi zajulikana kama super power. Ukisikia idadi ya wanajeshi katika hizo nchi ni kubwa mno. Kuna wengine wanajeshi kwa mamilioni. Nchi fulani ina wanajeshi milioni kadhaa. Kama vile kuna nyingine nchi ambazo hazina uwezo, taabanin, wanajeshi wao 2000, 3000, 4000 kulingana na uwezo wao. Lakini pamoja na ukubwa wa wanajeshi na hali waliokuwa nayo leo, bado hawatoki katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala: akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Hawa makafiri wenu wa leo watakuwa ni wabora zaidi kuliko wale waliotangulia kabla yao. Kumepita watu bwana walikuwa na majeshi makubwa, walikuwa na uwezo mkubwa. Mfano wao qala Fir'auna wa Thamud. Fir'aun, majeshi ya Fir'aun yalikuwa makubwa mno kiasi cha kuwa Banu Israili ambao walikuwa ni idadi kubwa, si idadi ndogo, lakini walipokuwa wakimbia na Musa alayhi salatu wassalam, Fir'aun anasema inna haula'i la shirdhimatun qalilun, ni kijikundi kidogo cha watu cha tukasirisha sisi, wa innahum lana laghaidhun, watukasirisha kijikundi kidogo tu kile. Sasa utasawar alikuwa na jeshi kubwa kiasi gani? Subhanallah, angalia qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun siku ile alitoka yeye na wanajeshi wake wote, ambakrati abihim, wote kwa ajili ya kwenda kumzuia Musa na watu wake. Lakini turudi pale pale, Allahu ni fa'alun lima yurid. Kumbe ndio ulikuwa kuangamia kwao. Wamfuate Musa, waingie baharini, awaangamize wote, asibakie hata mtu mmoja. Hivi ni waulize, Musa na ile fimbo aliyokuwa nayo alimchapa Firaun? Alifanya maandamano? Alikuwa hana uwezo huo, bali watu wake wakija kwake wakimwambia udhina min qabli an ta'tiyana
wa min ba'di ma ji'tana, sisi tunaona hakuna tofauti Musa kabla wewe kuja, baada ya kuja tuudhiwa vile vile na Firaun. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun, huenda Mola wenu akamwangamiza huyo adui yenu. Watu wa Musa walisubiri kwa maneno ya Musa alayhi salatu wassalam, na mwisho wa subra iliyokuwa nayo ukawa mzuri. Allah akawaangamiza kina Firaun na jeshi lake lote, jeshi lote kaliangamiza, hakubakia hata mmoja. Na Thamud kadhalika, Thamud Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أي وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. خبر zao nazo namna gani walikadhibisha mitume wa Allah na Allah akawaangamiza wote. Na hapa kuna mazingatio makubwa sana. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza Firaun na jeshi lake kwa sababu ya kumkhalifu nani? Musa alayhi salatu wassalam. Na Thamud akawaangamiza kwa sababu ya kumkataa Salih alayhi salatu wassalam. Itakuwaje hali ya wale wanaomkadhibisha mbora wa mitume, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa hawa wamekwenda kinyume na mitume hawa, Allah akawaangamiza? Vipi huyu mtume bora katika mitume wake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد. hawajawacha hawa waliokufuru kuendelea kukadhibisha na kufanya inadi. Na inadi ni mtu kufikiwa na haki akaijua hii ni haki lakini akaikataa, si kuwa haijui haki, yuwafanya yuanid. Na muanada ni kuwa mtu ashajua hii ndiyo haki lakini juu yake aikataa. Na Makuraish walikuwa wajua fika kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na haki, na hivyo hivyo wakaikadhibisha inadan. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. wao walikuwa wajua si muongo, hata baada ya kupewa utume akawalingania bado walikuwa wajua kuwa huyu si muongo, ni mkweli katika yale anayosema, lakini hivyo hivyo wakakataa. قال لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات. hata wakaletiwa aya ngapi haziwanufaishi chochote, mawaidha pia hayasaidii chochote kwao, hata ukawaambia nini. Na hivi ndivyo ilivyo ya watu wa inad. Watu wa inad, mtu anayefanya inadi hata ukamwambia nini hakubali tu, basi hakubali. Na hapa ndio tuwaonywa sisi tusije tukawa mfano wao. Wewe waweza kuwa hujafika katika ukafiri, ni Muislamu, lakini kuna haki ikakujia ukaifanyia inadi, ukaikataa ile haki, basi tusikuwa hujui ni haki. Na hii ni hatari sana. Na kuna mifano katika baadhi ya makundi yanayojinasibisha na Uislamu leo, kuna mifano mizuri sana. Nitawapeni mfano. خوارج هذا العصر الاخوان المسلمين na zile balaa zile wanazozileta katika nchi mbalimbali za Kiislamu, fitna katika yale wanaoyafanya, kupindua maserikali, kuleta balaa, na nyote mwaona athari ya balaa zao. Hawa watu hawawawachi Waislamu wakakaa na amani, yani mahali wametulia hivi hawana raha wao. Yule kiongozi waiba, yule kiongozi afanya hivi, yule mtu fulani afanya vile, yule. Hawa hata wangeletiwa Umar ibn al-Khattab pia watamfanyia upinzani, atafanywa maandamano,
hakuna kiongozi anayewaridhisha hata akawa vipi. Inshallah alete maendeleo mpaka achoke, wao bado waridhiki mpaka wawe wao pale juu. Sasa hawa mara ngapi utaona wakifanya istihza na hadithi sahihi za Mtume sallam zinazungumzia masala ya sam'a wa ta'a? Mara ngapi tunaona wafanya istihza ya wazi kabisa. Na kwa kuwa wamezoea kufanya istihza na hadithi hizi za sam'a wa ta'a, ikawapelekea wao katika dini yao pia mambo yao yenda hivyo hivyo, usahali tu, hawachukulii dini yao serious. Hata ukawasomea vipi hadithi zote, ukachukua babul imara katika sahih Muslim ukawasomea mwanzo mpaka mwisho, alaikum bis-sam'i wa ta'a, zaingia huku zatoka huku, akuangalia tu hivi. Yani nikupe mfano unielewe, ili kumkinaisha ikhwani akubali hadithi za sam'a wa ta'a. Mwanzo anza kamkinaisha mke wako, ataka kuwa mke wa pili akubali. Sio, unaelewa mfano huu? Mke wako kamwambie mimi nataka kuoa mke wa pili, mke wangu mtafutie, atakubali? Hivyo vitu utaviweza? Ndio ikhwani. Sasa mwambie ikhwani as-sam'u wa ta'a, kukinai kwake mpaka akinai huyo mke, wewe ongeze mke, ndio ujue akinai. Tuwawache hao, njoni kwa makhurafi sasa katika kufanya inadi kwenye haki. Hawa ndio kabisa hawa. Hata ukapiga kelele hiyo ukawasomea kwenye masikio yao, hawaelewi aya wala nini. Mwanzo washaambiwa hizi aya zinshuka kwa washirikina, utafikiria Qur'ani wasomewa washirikina, sijui elewa. Hawa watu walivyomaguta wazito, IQ hapa iko very small. Niambia jana small machine, mpaka kuelewe wewe, wamwambia kuwa kufanya hiki kitendo ni shirki, hawezi kukuelewa wewe, kwa sababu yeye aona akitajwa Thamud pale, wakitajwa Ad pale, wakusudiwa wale Ad na Thamud wakasomea wao sisi. Yani Allah hapa azungumza kina Firaun, azungumza kina Qarun, azungumza, amkusudia nani? Firaun ashaangamizwa, Qarun ashakwenda, wote hao washakwenda. Qaum Nuh washakwenda, Ad, Thamud washakwenda. Wallahi tunaokusudiwa ni mimi na wewe. Lakini huwezi kuizingatia hii Qur'ani ikiwa wewe mashekhe wako with small IQ wamekukinaisha wewe kwa hii Qur'an haikukusudii wewe, ya wakusudia makafiri na washirikina. Haichukua nenda kawasomea Mayahudi na Manasara ndio wataifuata hii Qur'an. Ni mimi na wewe ndio tulioambiwa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kaa chini uzingatie hizi aya. Na ndio maana waweza kumkuta mtu afanya shirki ile ile wanaoifanya Makuraishi, hakuna tofauti, lakini akisomewa aya zinazoonyesha kuwa kitendo kile shirki, akwambia hizi aya zinshuka kwa makafiri bwana, msituletee sisi. Simfahamu. Lakini hiki kitendo chako si sawa na huyu, ndio nyinyi mlokusudiwa hapa washirikina, na wewe mmoja wao. Wakimbia vipi hapa? Na ndio maana ukaona jamaa zao wale wawaelekeza katika kuomba kupitia maiti, wakati wasoma katika Qur'an kuwa wale washirikina walikuwa wakiomba kupitia masanamu wao wale ambao ni maiti pia. Wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa haulai shufa'auna 'inda Allah. Ni hayo hao watatufaia sisi kwa Allah. Ndio mimi nilieleza mfano aliutaja Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, asema alipokwenda India kule da'wa, kuna jambo sema lilimshangaza sana. Kuna msikiti una kaburi kubwa limejengewa pale, kisha nyumba ya pili ya tatu kuna sanamu limewekwa waabudu wale Hindus, Buddha wale. Hawa waomba kupitia hili kaburi, wale waomba kupitia Krishna.
Sasa sema, nilikuwa najiuliza, hawa wakitaka kuwalingania wale waje huku watawaambia nini? Hamjaelewa bado? Ukiwa khurafi wewe ni confused element, wallahi utachanganyikiwa sana. Wewe umeketi kwenye jikaburi lako kubwa umelijenga wewe, ukitoka kuswali kule msikitini, watoka pale kwenda kuomba kupitia maiti kwenye kaburi kama kibanda limejengwa pale. Yule mwenzako kule upande wa pili, yeye aenda kupitia sanamu lake linaitwa Krishna, aomba, nafikiri aitwa Krishna, sio aitwa nani, almuhimu huyo aomba kupitia ile sanamu lake. Sasa hebu mkinaishe sahibu Krishna wa anta sahib badawi, yule wamwambia, wajua bana, sisi katika dini yetu tuomba kupitia Badawi, tuomba kupitia Jailani, tuomba kupitia Baghali Shah wa pale Makinan Road, tuomba kupitia kwake. Na yule akwambia, yule atakufanyia kitu hivi, na mimi pia mimi naomba kupitia Krishna. Sasa wewe washindana naye, umwambia, lakini huyu mtu wangu mwema na wako, na yeye pia sema huyu mtu wetu pia alikuwa saint, alikuwa wali, mtu mwema. Billahi alaikum, aina alfarq? Iko wapi tofauti hapa? Allahumma labda katika lile tone jekundu wanaloliweka kwenye sura zao, lakini hakuna tofauti baina ya huyu na yule, wote wafanye kitu kimoja, hakuna tofauti. Haji na sueni katika hili. Mkinaisha huyo bwana Banyan, mwambie kuwa wewe wafanya makosa, na yeye atakwambia, na wewe mbona walii wako wewe mbora kuliko walii wangu? Sote si tuna mawalii wetu bwana, na sote tuomba kupitia hapa. Bado basi, na dini za batil ndivyo zilivyo, lakini kilichobakia ni inad. Unajua kitu inaitwa inad? Inad ni kuwa hata baada ya kuisikia ile haki wewe wafanya kusudi kuwa mimi siikubali. Na hawa watu tunao wengi sana, iyadhan billah, la katharahum Allah, wako wengi sana, wallahu almusta'an. Sisi bwana tuabudu bwana, sisi bwana tuomba kupitia kwao, ndio hiyo ibada, hiyo ndio shirki hiyo. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Na wengine wakisema kwa haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa watatuombea sisi kwa Allah. Sasa hawa jamaa huku kwetu wakazidisha nyingine, lahum ma yashauna, la rafafanya lahum ma yashauna. Jamaa si hama wali wanachokitaka kule mpeponi baba, kule mpeponi, lahum ma yashauna, peponi huko. Sema lahum ma yashauna, maana yake tukiwaomba kitu chochote sisi, wao wakituombea twapata. Ndio Abu Jahal alipokuwa akisema, hakuna tofauti baina yako wewe na Abu Jahal, nyote mko sawa. Haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa watatuombea kule mbele. Na nyinyi yenu ni kali zaidi, mpaka mwasema kwa hizi ziara zenu za kuwazuru wale mawali, huwezi kufika mpaka wali mwenyewe aseme ufike hapa. Unajua maana yake? Yani wewe ukimlisha mtu fikra hiyo, atawaona watu wote ambao hawaendi pale, wale wali hawawataki wale. Umeelewa? Lakini sasa wale mawahabi, wale mawali hawana haja nao, huwa ndio maana hawawaiti. Allahu almusta'an. Kwa hivyo mwaletwa pale, yani wao wanatasarruf katika hii dunia, wawaleta hapa, upende usipende. Na mmoja asema, mimi nilikuwa hata siji hapa, hata sijui ninakuja vipi. Si umpanda gari ukafika, we muongo, hujui mfika vipi. Unkuja mwenyewe tipwa utokako, atakufanya shiriki yako. Kisha mimi hata sijui nafika vipi, we muongo. Yani we zombi, hujui enda wapi. Maghrum ente wala bihisak, yani ulikuwa unaonda wazimu ama na akili yako, we mwenyewe waenda. Jamaa wana inadi sana, na ndio maana mtu asema, mbona wewe wazungumza hivyo? Kwa sababu wafanye inadi hawa.
hizi lugha zatumiwa kwa watu wenye inadi. So usiniambie mbona wewe wazungumza hivyo, mimi nawazungumza kusudi hivi, kwa sababu wao hawataki kuifuata haki. Lau kama ingelikuwa ni mtu ataka haki wazungumza naye kwa uzuri, lakini ile inadi wanaoifanya hawa watu mtihani sana. Wallahu musta'an. turudi hapa. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أي قد أحاط بهم علما وقدرة. الله سبحانه وتعالى hao waliokufuru yuko nyuma yao, amewazunguka, hawana pa kukwepa. Amewazunguka kwa ilmu yake juu yao na uwezo wake juu yao. Kaqauli inna rabbaka labil mirsad, kama katika aya inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala yuko bil mirsad, chonjo kabisa, hakuna mponyoka katika hao. ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. na hapa kuna makamio makali sana kwa hawa makafiri kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ukishafahamu hapa kuwa wewe uko katika qabdha yake, hutoki nje ya kukamatwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chunga. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. قرآن بانا ina maana mapana sana tena matukufu, ina khairi nyingi, ina ilmu nyingi. Ukiingia kwenye maktaba yoyote ya Kiislamu utakuta kumeandikwa vitabu vingi sana katika fiqh, katika hadithi, katika nyanja mbalimbali, katika lugha na nini. Wajua kitu kimoja watu wafikiri, hivi vitu vyote vinavyoandikwa katika vile vitabu na kila siku kuandikwa vitabu ni kwa sababu hiki kitabu kimoja pekee yake, ili watu wakifahamu kitabu. Mbona basi vitabu viko kwa mamilioni, vimeandikwa vyote kwa ajili ya watu waelewe hiki kitabu kimoja. Ni ilmu kubwa iliyoje ndani ya hiki kitabu, ilmu kubwa iliyoje ndani yake. Subhanallah. Ahadithi za Mtume sallam zinazoshereheshwa kwa ajili ya kufahamu nini? Kufahamu hiki kitabu. Sasa Mtume sallam ametumilizwa kutueleza hiki kitabu kina nini ndani yake. Hii Qur'an ina ilmu nyingi sana, na ndio maana talib alilm kitu cha kwanza kabisa anachotakikana ajishughulishe nacho nini? Qur'an. Ajue kuisoma, aielewe, aifuate, sababu ndio msingi wa kila ilmu duniani katika ilmu za kisheria. Kathirul khairi wal ilm, ina khairi nyingi ndani yake na ilmu. في لوح محفوظ, na hii Qur'ani kadhalika katika ubao uliohifadhiwa, ay min at-taghyir wa ziyadati wan naqs, imehifadhiwa kutokamana kubadilishwa, kuzidishwa, kupunguzwa. Wa mahfudhun min ash-shayatin, na imehifadhiwa kutokamana na mashaitan. Wa huwa al-lawh al-mahfudh, nao ni ubao uliohifadhiwa, lawh al-mahfudh alladhi qad athbata Allah fihi kull shay'in. اللوح المحفوظ الله amethibitisha ndani yake na kuandika kila kitu. وهذا يدل على جلالة القرآن, na hii ni dalili ya utukufu wa Qur'an. وجزالته, na ufasaha wa Qur'an. ورفعة قدره عند الله تعالى, na cheo chake kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani na ufasaha wa hali ya juu sana. Kitabu bana ni aya min ayati Allah aliyoteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni muujiza utakaobakia ila qiyam as-saa, mpaka kiyama kisimama. Muujiza umebakia. Ni wewe mwenyewe tu wataka kuamini, utaamini. Lakini siku zote
ukipewa challenge na mtu akakwambia ukiweza kufanya hivi basi nitakubali hivi, kisha ukashindwa kuifikisha ile challenge, maana yake ni kujisalimisha kwa nani? Kwa yule mtu alikupa ile challenge ikakushinda. Sio, mfahamu? Yani mtu akiwa na confidence kabisa kwamba sikiliza, so nakwambia mimi naweza kukimbia hapa Mombasa mpaka Mtwapa. Umwambia mwenzako akwambia sikiliza, wewe ukikimbia mpaka Mtwapa, wewe chukua ufunguo wa gari uenda nayo, nakupa gari. Amekuchallenge, si ndio? Sawa sawa, ni ufanye nini? Mdhihirishie kuwa waweza. Ikikushinda utapewa gari, upewe, na utakubali kuwa wewe huwezi. Si mfahamu? Utakubali kuwa ni kweli bwana, mimi sijiwezi, challenge yako imenishinda. Sasa hii Qur'ani hii Allah subhanahu wa ta'ala ametoa challenge kuanzia akiiteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akisema qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Waambie Muhammad hawa wanaokukanusha na kukukataa, mimi nawapa challenge, kusanyikeni majini na watu. Na hapa ikisemwa hivi si maana yake majini wote kusanyike, ama watu wote mpaka wavuta bangi pia wajilete. Hawa hawamo. Wale abaqira genius, wale wenye akili, wenye ilmu, wale mnaoamini nyinyi binadamu, wachagueni wale wenye akili kabisa, kusanyaneni. Na majini pia wachaguliwa mfano wake, kusanyaneni, leteni mfano wa hii Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema la ya'tuna bimithlihi, na wala wasijisumbue, hawawezi kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata wakasaidiana baadhi ya wao hawawezi kuleta mfano wake. Hii challenge imetolewa huko nyuma na tuitoa tena mpaka leo, na mpaka leo hakuna aliyeweza kuleta mfano wa kitabu. Sasa usawa ni ufanye nini? Usawa ni ukiamini kuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu huwezi kuleta mfano wake. Kwani Muhammad sallam si binadamu? Ikiwa ni yeye ndiye aliyekitunga hiki kitabu, wewe binadamu wewe washindwa vipi kutunga? Na tena leo mna makompyuta, mna sijui nini, kila kitu mnacho, chat GPT, sijui vitu gani, mna kila kitu. Hafanyeni, leteni mfano wake. Mpaka leo hii Qur'an ina ufasaha wa hali ya juu sana, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila aliyejaribu kuleta mfano wake akachekwa. Uwezi. Na ndio maana tuwaambia wale wanaosambaza kwa kuna Qur'ani imeandikwa mpya sio ya nani, mwatie mwenyewe, ndio hapa kwa tutakupa msafu bure, ndio hapa tutakupa msafu wa bure ile pale, soma ukimaliza nda zako, imejaa msikitini, chukua usome ukimaliza nda zako. Hakuna anayeweza kuibadilisha hii Qur'an. Wallahi lau kama tabadilisha haraka moja tu, halali usiku asubuhi asikia watu wasema ile kile kitabu kile pale, ile Qur'ani ile ina makosa. Alhamdulillah, hiyo ndio Qur'an na heshima yake na utukufu wake. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.